Kanisa la FPCT Shalom Temple lililoko mjini Kahama limekuandalia kambi ya vijana itakayofanyika kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 29 mwezi wa 6 2019, na masomo yatakayofundishwa ni utumishi na kijana na utandawazi na athari zake, yatakayofundishwa na mchungaji Dr. Zakayo Nzogere kutoka jijini Mwanza. Uchumba hadi ndoa na somo la mabinti yatakayofundishwa na Mama Balole kutoka jijini Mwanza. Roho Mtakatifu, somo litakalofundishwa na Pastor 6 wa kanisa la FPCT Shalom Temple, pamoja na somo la afya, na somo hili litafundishwa na madaktari bingwa kutoka hospitali ya rufaa ya Nkinga, akiwemo Dr. Tito Chaula ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama, na daktari bingwa Yohana Masonda ambao watafundisha na kutoa ushauri wa kitaalamu. Timu ya madaktari hao bingwa na wauguzi kutoka hospitali ya rufaa ya Nkinga watakuwa na kliniki ya wiki moja hapo FPCT Shalom kwa muda wote wa kambi, wakifundisha na kutibu. Hivyo wagonjwa wote wanaohitaji kuonana na madaktari bingwa kwa uchunguzi, ushauri na tiba wanakaribishwa. Na siku zote za kambi zitasindikizwa na mwimbaji wa kimataifa Boaz Duncan kwa nyimbo zenye upako wa Roho Mtakatifu. Ada ya kambi kwa kila mshiriki ni shilingi 16,000 tu, ambapo kila mshiriki atapata chai, chakula cha mchana na chakula cha usiku, na gharama hii nafuu imewekwa ili watu wote waweze kushiriki. Watakaoshiriki wote wanatakiwa kufika tarehe 24 mwezi wa 6 2019 kwa ajili ya usajili, na vipindi vitaanza siku hiyo hiyo. Kanisa liko Kahama mjini, mtaa wa Nyihogo, eneo la Mnazi Mmoja, karibu na studio ya Kichomi. Ukivuka studio ya Kichomi, ulizia FPCT Shalom Temple. Vijana wote mnakaribishwa na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Habari ya nyumbani? Amen. Wangapi tulikuwa pamoja asubuhi? Barikiwe. Wangapi ukupata nafasi asubuhi, jioni hii tuko pamoja? Amen. Amen. Tunaendelea na somo letu ambalo jana tumeanza, na leo tutaendelea pale tulipoishia jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana tulikuwa tunakumbushana juu ya siri ambayo Mungu alificha na kuihifadhi kwa vizazi vyote, lakini sasa siri hiyo imefunuliwa kwa watakatifu wake, nayo sio nyingine ni nini? Sema, Kristo ndani yangu, tumaini la utukufu. Hebu iseme kwa sauti yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Paulo akasema kuna utajiri mwingi sana wa utukufu wa Mungu ndani ya siri hii, na kanisa tunapaswa kuijua siri hii ambayo Mungu anataka tutembee nayo nyakati tulizo nazo. Akasema manabii kwenye Agano la Kale walimuona wakasema anakuja. Yohana Mbatizaji akasema huyu hapa, lakini sisi tunasema yumo ndani yetu. Haleluya. Kanisa la Bwana, haleluya. Ukilitambua hilo sio kwa kichwa, ukalifanya kuwa maisha yako, kuna vitu vinaenda kutokea kwenye maisha yako hautaamini macho yako. Bwana asifiwe sana. Maana tuko kwenye nyakati ambazo Mungu anataka kuachilia utukufu mwingi kwa kanisa, ule aliyosema utukufu wa mwisho utakuwa mkuu kuliko utukufu wa kwanza.
Ninakumbuka nilipokuwa nalipitia somo hili, Roho wa Mungu alisema nami kwamba kipindi hiki anaenda kuliinua sana kanisa kwenye maeneo matatu. Moja, utukufu wake ndani ya nyumba ya Mungu, uwepo wa Mungu, madhihirisho unaenda kuwa mkuu sana. Nilijua haina amina. Nasema utukufu wa Mungu unaenda kuwa mkuu sana ndani ya nyumba ya Bwana. Moyo wa Mungu unaumizwa na kuona namna ambavyo kuna watu kwa kutumia jina la Yesu wanalitumia vibaya, na hata wengine ni kama wanafanya uganga kanisani kwa jina la Yesu kwa kifuniko cha miujiza, lakini haitokani na Mungu aliye hai. Sasa dawa ya feki huwa sio kuambia watu hii ni feki. Dawa nzuri ya feki ni kuonyesha original. Asa Mungu anaenda kuonyesha original. Narudia tena, ndugu wananchi wa Tabora, Mungu anaenda kuonyesha original. Na feki zinaenda kukosa soko. Kama unanifuatilia sema amina yenye afya. Mungu anamwambia Musa, nenda Misri, kamwambie Farao aachie watu wangu. Musa anafika Misri, anamwambia Farao, Bwana Mungu wa Israeli amenituma, anaagiza achia watu wake wakamtumikie. Farao anasema, Mungu ni nani hata mimi ni mheshimu? Musa anarudi kwa Mungu kumwambia, jamaa nahitaji utambulisho wako. Mungu akamwambia, ninaenda kushuka juu ya Misri na ninaenda kushusha mapigo na kuihukumu miungu yote ya Misri. Wa Misri walikuwa na miungu 10 powerful, na wanatheolojia wengi wanaamini kila pigo liliangusha ngome ya mungu fulani. Kuna namna ya miujiza ambayo Mungu anaenda kuiachia, ambapo muujiza wenyewe peke yake unatosha kuangusha ngome ya adui. Yaani ungesema amina inayostahili ingekaa vizuri sana. Kwa mfano, T.L. Osborne alienda nchi za Kiarabu, India. Amefanya umissionari miaka kadhaa, hakuna matunda. Akarudi na mke wake Marekani, amevunjika moyo sana. Akahudhuria mkutano, ulikuwa ni wa kama sio A.A. Allen, ni wa William Marion Branham. Mungu anatenda miujiza mingi, Osborne anaangalia, na kila muujiza ukitokea mtu akishuhudia, Roho Mungu anamwambia T.L. Osborne, na wewe unaweza kufanya hiyo. Mwambie jirani yako, hata wewe unaweza. Maana Mungu wetu hana upendeleo. Haleluya. Muujiza wa pili, mtu anaposhuhudia kansa, uvimbe wa kansa umedondoka chini, nimepokea uponyaji, Roho Mungu anamwambia hata wewe unaweza. Baada ya ule mkutano wa uamsho, Osborne akamwambia mke wake, tunarudi India, maana Mungu ameniambia hata mimi ninaweza. Wangapi wanaweza undani? Kufika India akaita mkutano, wakahudhuria wengi, na kisha wakamwambia, unachokihubiri usipokithibitisha ushuki jukwani tunakuua. Akamwambia, nileteeni mgonjwa mnayemfahamu hapa mjini ambaye hamna shaka kwamba ni ametengenezwa, nileteeni mgonjwa mnayemfahamu. Wakamletea shehe mmoja, tangu kuzaliwa hana jicho moja, yani hata gololi haipo, sio kwamba halioni, hata hii gololi haipo, ni nyama tu imefunika. Wakasema, tunaye huyu hapa. Shehe akapanda jukwani. Osborne anasema aliomba maombi mafupi kuliko siku zote. Sema, Mungu na uthibitishe mbele ya watu hawa kwamba wewe ni Mungu. Mbele ya maelfu ya watu, gololi mpya ikaota na watu wanaona. Na yule shehe ndo akawa mshirika wa kwanza kumpa Yesu maisha yake kama Bwana na Mwokozi.
Hebu nisikie amina yenye afya mahali hapa. Kanisa la Bwana, Mungu anaenda kushusha original na feki zote zinaenda kukaa kabatini. Kama unanielewa, mpe Yesu makofi ya shangwe jioni ya leo. Mungu anamwambia Musa anaenda kushusha hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Musa anarudi kwa Farao, anamwambia unatoa ruhusa? Anambia sikuelewi. Pigo la kwanza, wale wachawi wa Farao Yane na Yambre wakakopi hiyo. Farao akamwambia umepiga hiyo, Mungu wako anaiweza hiyo, hata jamaa zangu hapo anaiweza hiyo. Musa akaachilia la pili. Farao akamwambia Yane na Yambre vipi? Asema hiyo mbona tunaiweza, na wenyewe akakopi. Kama ilivyo leo, walisoma kwenye Biblia, leso zikatoka kwenye mwili wa Paulo, watu wakapona. Leso imekuwa biashara mjini sasa hivi. Walisoma kwenye Biblia, Elisha alichukua chumvi akaweka wapi, maji yakaponywa. Chumvi za upako zimekuwa dili mjini. Walisoma kwenye Biblia, mtu akiwa anaumwa waite wazee watampaka mafuta, mafuta yamekuwa dili mjini. Mimi nasema namna hii, Mungu anaenda kuondoka kwenye level ya leso, mafuta na chumvi, anaenda kutoa kitu kipya. Mgeukie jirani yako, mwangalie usoni. Ukiona ananuna ujue ana chumvi nyumbani. Mwangalie tu, simwambie kitu, mwangalie kwa jicho la utafiti. Ukiona anaishiwa pozi ujue anaunga nyumbani. Mama mmoja alinijia, kuja nabii mmoja pale Kahama kavuruga, jamaa alipiga hela. Watafiti wanasema ni kama sio chini ya milioni 200 aliondoka nazo Kahama. Asubuhi pale uwanjani ni meza zake zimejaa tu bidhaa. Damu ya Yesu 20,000, mafuta ya upako, chumvi ya kibali, unga sijui wa ulinzi. Yaani ni uganga fulani wa kienyeji kwa jina la Bwana. Mama akabeba furushi lake, anasumbuliwa na tumbo la chini. Huwa anasema kina mama wana matumbo mengi kweli, ya juu, ya katikati, ya chini. Okay. Huyu Yesu ameenda kula unga, chumvi, mafuta, maji, damu ya Yesu. Hakuna kilichomponya, ndo matatizo yakaongezeka. Na baada ya mkutano ndipo ananitembelea nyumbani. Siku zote tuko jirani, haji kaendea unga huko umembamiza, ndo anakuja kwangu. Ila nyoga mnatuuzi nyie. Hiyo hela baadaye ungeleta kanisani hapa, tukatumia mitume wa kweli. Haleluya. Mitume wa kweli ni wale ambao wamepewa bure, wanatoa bure. Kwa lugha nyingine, na wewe ukipewa bure jiongeze. Wewe vipi wewe? Hivi mnazipeleka kule, mnafikiri si hatuzipende yeye? Sasa ameshaishiwa hela, kapigwa kule, ndo anakuja kwangu kwa wanaotoa bure. Lakini hamna shida, si Mungu ashatuambia bwana tunatoa bure, tutafanyaje sasa? Talipwa tu. Lakini baba ni mama ananizidi umri, lakini alinipa shikamoo. Shikamoo kama safi. Utatoa zote leo. Maki nabii kashatembea na hela. Umebaki na sisi raia hapa. Unajua nyinyi waga ni wajabu sana. Unamwamini mtu anayekuja na kuondoka baada ya wiki moja. Unaweka naye miaka yote, unamdharau. Kama kwa shida nini? Ndio nimeongezeka baba yangu. Niombe. Na mimi nikasema kweli naombea bure, ila tuacha nikucheleweshe kukuombea ili umiumie. Na mimi naongeza swali. Kwa ulienda kwa nabii? Baba niombe. Ndio, subiri kwanza. Hata kwa daktari soka kuna muda wa mazungumzo ili tujue ugonjwa ukoje na aina ya vipimo tutakavyo kuandikia. Kwa hiyo sasa usiniletee pause. Kwa hiyo akakupa nini? Chumvi. Kimoyo nikasema unapewa chumvi wewe mboga. Hebu nisikie amina mahali hapa. Kwa hiyo ongezeka, navuja usa. Amesimama sasa mama, inua mikono juu. Fire! Hebu mtu mmoja aseme fire. Sio fire. Hebu sema fire. Basi hivyo bwana. Maana wengine wabadilikaji sana. Fire, lakini Mungu anaelewa unachokiongea. Hamna tatizo. Hiyo. Sema amina iliyoshiba. Akapiga kelele chini. Alafu nikamwambia wadudu wote mnaondoka. Tunaenda. Wakaenda. Akainuka. Baba barikiwe.
akamwangalia usoni, kaambia usirudie tena kwenda kwa hojaba. Na mimi nimegundua hela yangu limekula. Ambia hayo, barikiwe mtoto wa kike. Sema amina iliyo shida. Kapiga pigo la 3. Farao akamwambia Yane na Yambre, hiyo vipi? Akasema mzee, mbona tuna kopi tu hiyo? Na yeye akatoa kopi yake. Mungu akamwambia Musa, usiwe na pressure. Piga pigo la 4. Farao akamwita Yane na Yambre, akamwambia mna kopi? Wakajaribu haikopiki. Wakamwambia Farao, hiki ni chanda cha Mungu. Hiki ni kidole cha Mungu, hakikopiki. Mwambie jirani yako, huko ndiko tunakoenda sasa. Nasema huko ndiko tunakofanya nini? Mungu anaenda kushusha utukufu wake kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Mtu mmoja aseme amina mahali hapa. Jambo la pili ambalo Bwana anaenda kuachilia, anaenda kuamsha roho ya umissionari kwa kiwango sio cha kawaida. Narudia tena ndugu wananchi, Mungu anaenda kuinua kiwango cha juu cha umissionari. Watu watatoka ndani ya Tanzania na kwenda nje ya Tanzania. Alafu sio tu bla bla, watu waliopakwa mafuta. Unaweza kusema amina? 3. Mungu anaenda kuinua watu kwa baraka ya kiuchumi kwa kiwango cha juu. Anaenda kuinua matajiri wenye hofu ya Mungu. Na anaenda kuinua wale ambao hata wewe hujawahi kuwafikiria kwamba wanaweza kumiliki hela. Amina zimeisha, mtabaki hivyo hivyo. Wapentekoste swaga mpendi. Wangapi upendi hela, wewe hutaki hela? Maana ni majaribu sana hela. Wangapi nataka hela? Asa mbona unaleta pozi? Na usingenyoosha nilikuwa natabiri hapo upate umaskini wa kukutosha. Udaiwe kodi ya nyumba. Petro anavua samaki, Yesu anakuja anamwambia naomba chombo chako. Na usiku uliopita amekesha usiku kucha hajapata kitu. Hakuna kitu kinamkwaza mfanyabiashara kama amekula hasara alafu unatangaza changizo. Wangapi wafanyabiashara huko ndani? Umekula hasara alafu mke wako ndo anakupa orodha ya mahitaji. Wapo anachimbika ndani. Mimi shakula hasara hapa. Unachanganya. Jamaa kala hasara alafu ndo mchungaji anasema jamani, changizo letu la ujenzi limefika, wale mlioahidi. Asa jamaa amehangaika usiku kucha, anavua hapati. Kalipa vibarua, katumia mafuta usiku kucha, amekula hasara. Asubuhi Yesu anamwambia nipe boti yako kwa ajili ya injili kamili ya Kristo. Petro anasema tena hajaokoka, anamwambia chukua mzee. Yesu kaingia nao ndani ya maji, kapiga kazi. Alipomaliza anamwambia Petro, njoo sasa shusha nyavu. Petro akamwambia mzee, hii sio wa Korinto na wa Galatia, hii ni samaki. Wanavuliwaga usiku. Wao mnafahamu wakati wa ndenga hakuna samaki, hakuna dagaa, si ndio? Na ndio mbalamwezi tu. Asa jua linawaka, sio mbalamwezi, jua. Alafu ile maji ya Galilaya wengine wanasema yalikuwa ni masafi, ukiangalia unaona mpaka chini. Petro akichungulia hivi hakuna hata dalili ya samaki. Alafu Yesu anamwambia tweka mpaka kilindini. Petro akamgeukia akasema, lakini huyu jamaa waga akisemaga huyu waga inakuwa. Ni juzi tu kuna mtu alikufa siku 4, Lazaro wa Bethania pale, jamaa alisema, hivi sikuambia mkiamini mtaona utukufu wa Mungu, ondoa jiwe. Lazaro akachomoka. Akamwambia mzee, kwa neno lako nashusha nyavu. Hebu mtu mmoja aseme amina. Kwa neno lako ninashusha nyavu. Akazishusha mpaka kilindini. Samaki kokote walikokuwa wakaambiana kuna nyavu zimeshuka kwa neno la Bwana, twendeni tukavuliwe. Unajua kazi yako wewe ni kulitii neno, halafu mengine yote acha neno lijisimamie. Usio na maswali mengi kichwani. Muamini aliyesema. Haleluya. Unajua Petro alibarikiwa mpaka anataka kuharibikiwa.
Maana mpaka nyavu zinakatika. Umeshawahi kurundikana wateja dukani mpaka unawafokea? Jamani chumvi pale ipo, sukari ipo, nendeni kwingine basi, angalia umenipa hela mpaka nashinda kukanyaga maji hela. Nendeni haya. Unaamua ukatia hapa, fulani wape sukari na chumvi hao. Ukatia hapa, nendeni pale na wahudumia hao. Maana nishakula hela nyingi. Siona hata muamini. Petro mpaka anawaita Yohana na Yakobo, leteni boti zenu, samaki ninao wengi. Na wenyewe wanabarikiwa mpaka wanataka kuzama na boti yao. Unajua nini? Petro anamwendea Yesu anamwambia, ondoka kwangu mimi ni mwenye dhambi. Umeshawahi kubarikiwa mpaka unajitakasa? Yaani unabarikiwa mpaka unamwambia mchungaji niongoze sana ya toba. Kwa nini? Hizi baraka ni balaa. Nasema huko ndiko ambako tunakwenda. Narudia tena, huko ndiko ambako tunakwenda. Mungu anaenda kuinua watu wenye hofu yake, ambao kadiri anavyowabariki ndivyo wanavyoshuka na hawaoti pembe. Halo? Kabisa, huko ndiko ambako Bwana analipeleka kanisa lake. Kama kuna mtu amenielewa aseme amina iliyoshiba mahali hapo. Nasema kama kuna mtu amenielewa aseme amina iliyojaa. Unajiandaa kubarikiwa na Bwana? Unajiandaa kuinuliwa na Bwana? Kama habari hii na kuhusu wewe, mpe Yesu makofi mazuri sana. Sema Bwana Yesu na asifiwe sana. Hebu fungua Waefeso sura ya 1. Twende mstari wa 17, tuendelee mpaka pale mbele kidogo. Asante Roho Mtakatifu. Waefeso 1 tuanzie mstari wa 17. Imeandikwa hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu. Kumbe utukufu na baba yake. Awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Hebu mtu mmoja aseme amina hapo. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu. Unakumbuka tuligusia kule? Na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote. Hebu mtu mmoja aseme amina yenye afya. Paulo anasema huyu Baba wa utukufu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, atupe sisi roho. Roho gani? Roho ambaye ni wa hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Kwa nini atupe roho? Kwa nini atupe roho hekima na ufunuo? Anasema ni ili kwamba macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Alafu yakitiwa nuru, pale chini
kuna vitu ambavyo tunaenda kuvipitia ambavyo vitajidhihirisha. Kama bado uko na mimi sema amena. Roho ya hekima na ufunuo. Hekima ni nini? Inaweza kuwa kwa namna mbalimbali ukadefine hekima, lakini mimi nazo kama maana mbili hapa. Moja, kwa namna ya kawaida, katika maisha ya kawaida, hekima ni uwezo wa kuamua na kutenda kwa busara. Unapokutana na jambo lolote mbele yako, una uwezo wa kufanya maamuzi na kutenda kwa busara. Kuna kesi ya kifamilia, kuna kesi ya kibiashara, ofisini, una uwezo wa kuamua na kutenda kwa busara. Maana yake Mungu anakupa uwezo wa kuona ndani ya tatizo, ukaliona kwa pande zote, juu, chini, kushoto, kulia, ndani na nje, na kisha ukawa na maamuzi ya busara. Mzee mmoja alifariki miaka mingi, kwa nafanya kazi kampuni fulani ya uwakili, na kila wanapokuja wawekezaji, ile kampuni kisimama kama watu wa sheria katikati ya serikali na wawekezaji, kila wanapofanikisha mkataba mmoja, ukifanikisha dili moja, kuna percent inaingia kwenye kampuni. Wakashindwa kuingia makubaliano, manake na umepoteza hela. Huyu mzee yeye alikuwa amejazwa Roho Mtakatifu, na anampenda sana Roho Mtakatifu. Sijui kama hapa kuna watu wanaompenda Roho Mtakatifu. Anasema namna hiyo, tusimulia yule mzee, walipokuwa wakikaa na mjadala wa kisheria, wakavutana sana kuelekea kushindwana, yule mzee alinyoosha mkono akamwambia mwenyekiti wa kikao, naomba tuahirishe kikao mpaka kesho. Na mwenyekiti alimsikiliza, akaahirisha kikao mpaka kesho yake. Akirudi nyumbani, anasema alikuwa anavuta maombi ya kunena kwa lugha kwa saa moja. Akimaliza kuomba kwa kunena kwa lugha kwa hiyo saa moja, anasema Mungu alikuwa anaweka kwenye ufahamu wake mtiririko wa mawazo ambayo mwanzoni hayakuwemo ndani, hajaambiwa na mtu. Mtiririko wa mawazo yenye majibu kwa kesi ambayo imewasumbua asubuhi. Ukijenga tabia ya kutembea na Roho Mtakatifu na kumweka karibu, nataka nikuambie kuna vitu vitaanza kuflow ndani yako, sio vya kawaida, ambavyo wengine hawaoni. Mungu anampa kuona shida iko wapi na namna gani aitatue. Kesho yake akirudi kwenye kikao, alikuwa mtu wa kwanza kunyoosha mkono, na alipoongea hekima iliyotoka ambayo ilitokana na Roho Mtakatifu baada ya yale maombi, pande zote mbili zinasema haya ndiyo maneno sasa. Mkataba unafungwa, kampuni inaingiza hela. Siku amefariki yule mzee, tajiri yake hajaokoka, lakini alilia pale kaburini na wafanyakazi wengine wote wapo. Akasema sijui kama nitakuja kupata mtumishi kama huyu mzee. Ukiwa na Roho wa Mungu na ukajenga mahusiano naye, unaenda kuwa wa pekee katika kila eneo unakokaa. Haleluya. Na watu watakuwa na sababu ya kukulilia ukiondoka, au siku umeenda kwa Bwana, watu watakuwa na sababu ya kukukumbuka, maana utaacha alama. Kama naongea na wewe nisikie amena mahali hapa. Hekima hutoa ufumbuzi wa tatizo, hutoa mwelekeo na njia ambayo mwanzo haikuonekana. Ni maombi yangu na dua yangu, Mungu akupe roho ya hekima na ya ufunuo. Narudia tena, ni maombi yangu na dua yangu, Mungu akupe roho ya hekima na mafunuo. Ukija upande wa pili wa hekima, kama karama ya neno la hekima, ni karama ambayo hutoa way forward, ni karama ambayo hutoa njia ya kuenda watu pale ambapo watu hawana njia.
Tatizo ambalo linawafanya watu wasione mbele, neno la hekima huwa linatoa njia, watu wapite njia ipi ambayo ni sahihi. Unakumbuka kipindi kile yule mwanamke ameletwa kwa Yesu, amekamatwa akizini. Biblia ya Kiingereza inasema vizuri kabisa kwamba tumemkamata in the very act, kwamba tumemkuta kabisa kwenye tendo lenyewe. Swali ni hila hapa, mmemkuta kwenye tendo lenyewe, alikuwa peke yake? Hapana, walikuwa wawili na mwanaume. Mwanaume yuko wapi? Mwanaume kaachwa, kaletwa mwanamke peke yake. Yesu anaulizwa, Musa alituambia watu wa aina hii piga mawe mpaka wafe, lakini wewe mwalimu mwema unasemaje? Hakuna kibano kikali kama hicho. Akisema piga kama Musa alivyosema, watamwambia mheshimiwa, ulituambia hukuja kuhukumu bali kuokoa, mbona unasema tupige? Akisema acha, watamwambia wewe mwenyewe unakubali kwamba Musa ni nabii na alipewa sheria toka mbinguni ambako wewe unasema ndiko kwa baba yako, mbona unalikiuka neno lako? Biblia inasema Yesu akainama akaanza kuandika chini. Wengine wanasema alikuwa anaandika kwenye mioyo yao, sawa. Wengine wanasema alikuwa anaandika dhambi zao, sawa. Lakini mimi najua alikuwa anaandika chini. Kwa mawazo yangu madogo alikuwa anajiuliza, Mungu hapa anatokaje? Yesu alikuwa mwanadamu 100%. Si alijaribiwa kama tunavyojaribiwa. Alikuwa njia panda, nikisema piga nimehukumu, nikisema acha nimeenda kinyume na neno ambalo mimi mwenyewe nilimpa Musa. Ndani ya kuandika chini, karama mbili zilifanya kazi. Neno la maarifa kwanza lilifanya kazi kumuonyesha kwamba wote walioko hapa wana dhambi. Wote wana matatizo, wana issue zao. Wamemleta mwenye issue na wao umebeba issue. Neno la hekima likampa way forward. Unatokaje hapa? Inuka tu, usisimame kwa Musa wala usisimame kwako, ila waambie asiye na dhambi awe wa kwanza kutupa jiwe. Hekima. Yesu akainuka akawaangalia. Nafikiri aliwapongeza kidogo. Mmefanya vizuri sana kumleta, ingawaje mwingine mmemwacha. Kwa hiyo ni hivi utaratibu, asiye na dhambi awe wa kwanza kumpiga jiwe. Yambagaza noma mwanangu, jamaa mstaji. Yesu anainuka na mwangalia mwanamke. Waliokuleta wapi? Wameenda, nenda ukome kutenda dhambi tena. Mnanisababisha mimi naiko kwenye kibano hapa. Mtu mmoja aseme amina. Hii roho ikishuka juu yako ni sehemu moja wapo ya vitu ambavyo Roho wa Bwana anaviachilia. Ikishuka juu yako, hakuna mtihani utakutana nao wa maisha ukakushinda, lazima utoboe. Hamna mahali utasema sioni njia. Ukikaa chini ukiinuka unatoa njia. Maana roho ya hekima na ufunuo iko juu yako. Hivi kuna mtu ana uwezo wa kusema amina mahali hapa? Wangapi unataka hii roho ishuke juu yako wiki hii? Mgeukie jirani yako mwambie una uhakika? Haleluya. Haleluya. Roho ya hekima na ufunuo. Sasa ufunuo ni nini? Ni kuweka wazi kile ambacho kilikuwa kimesitirika, kilikuwa hakionekani, na sasa kiko dhahiri kwa watu wote. Kwa hiyo Paulo anasema Mungu awape roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka tuvijue kuhusu yeye. Vitu ambavyo vinahusu kwa upande mmoja mahusiano ya kwake Mungu na sisi. Kwa maana ya kwamba lile kusudi na mpango alionao yeye Mungu kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine, ni nini Mungu anakihitaji kwetu? Ni nini Mungu anakihitaji kwako?
kusudi lake kwako. 2, mahusiano yetu na yeye kwa maana ya kile ambacho sisi tunakihitaji kwake. Kuna vitu Mungu anahitaji kutoka kwetu na kuna vitu tunahitaji kutoka kwake. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Roho ya hekima na ufunuo inahusisha mahusiano yote haya mawili ya vile ambavyo tunavitaka kwa Mungu na vile ambavyo Mungu anavitaka kwetu. Mara nyingi sana huwa tutafuti Mungu anataka nini kwetu. Mara nyingi sana tunatafuta vile ambavyo tunataka Mungu atufanyie. Na hiyo ndo shida inapokuja hapo wa Pentekoste. Mpentekoste akiwa na amani, kila kitu shwari, huwa hamtafuti Mungu. Akibinywa, maombi ya siku 7 na simu kibao, Pastor 6 yupo baba, najua unifahamu lakini mimi niko kanyenye, niombe. Simu nyingine Kigoma, wahubiri wote waliopita Yerusalemu watapigiwa simu, baba uniinue. Ili nini? Mungu afanye kile unataka. Umeshawahi kuwaza ukakaa chini ukamwambia Bwana, unataka nini kwangu? Na hilo ndio la kwanza la muhimu, lile ambalo Bwana anataka kuliko kile ambacho wewe unakitaka. Maana ukikaa kwenye kile ambacho Mungu anataka, mengine yote utapewa kwa ziada. Lakini leo tunataka ziada, na yale ya Mungu ziada ndio hiyo ya kwanza, halafu ya Mungu ndio yawe ziada. Haiwezekani. Haiwezekani. Kuna maandiko mawili, moja inasema hivi, Yesu anasimama mlangoni, anafanya nini? Anabisha aingie. Lingine linasema kila aombaye atapewa, kila abishaye atafunguliwa. Kumbe kuna vitu Yesu anabisha kwako na kuna vitu wewe unabisha kwake. Kila mmoja anabisha kwa mwenzake. Ni two way. Asa vyote kwenye mahusiano yetu na Mungu lazima vitendewe haki. Unaweza kusema amina hapo? Amen. Narudia tena. Kama unataka kutoboa, hakikisha vile Mungu anataka na vile wewe unataka vyote vifanye kazi. Tena ikiwezekana vya Mungu ndio viwe mbele. Yesu anakuja duniani, anapita hapa, anazaliwa, sifa nyingi, nyimbo za malaika, unabii wa kutosha, ndoto za kumwaga, mpaka Herode anatikiswa ikulu. Na wachungaji wanasafiri, na waganga wa kienyeji toka nchi za mbali wanaleta zawadi. Kila mtu, mpaka nyota zinasema amekuja. Utukufu mwingi. Anakuwa akimpendeza Mungu na wanadamu. Nyumbani kwao mambo safi. Anaanza kukua, anafika mahali pa kusudi la Mungu, ndipo mambo yanaanza kuharibika. Nyumbani wanasema amerukwa na akili. Unakumbuka anaenda kumkamata Yesu, anahubiri semina kama hii. Alafu kuna namna ya kumkamata huyu jamaa, mwambie mama anakuita. Wakamwendea mama yako anakuita. Yesu akasema nishabadilisha utaratibu. Mama yangu na ndugu zangu ni hawa hapa. Huyo mwingine simjui. Muda sio mrefu kanisa na lenyewe likamgeuka. Muda sio mrefu dunia imemgeuka. Yuko bustanini na hata wanafunzi wake wakamgeuka. Jamani niombeeni, wakachapa usingizi. Akachukua 3 walioaminika. Akamwambia nyie ndio nguzo, niombeeni, na wenyewe wakalala kwa huzuni. Biblia inasema. Yaani wanaisha tu pole, mbavu. Akabaki peke yake na Mungu aliyemuita. Akamgeukia Mungu akasema hivi, Baba, ikiwezekana kwa mapenzi yangu nikiipima hii ngoma ilivyo, naomba tuahirishe huu mchezo nirudi mbinguni. Sasa nisema hivi, najaribu tu kuileta kwa lugha ya leo. Halo? Akamwambia mzee, dunia imenigeuka, familia, kanisa, kuna mpango gani hapa? Kwa mimi na
ninavyowaza, ile ratiba tuiahirishe nirudi mbinguni. Lakini si kama nitakavyo mimi kutoka kwako, bali mapenzi yako mimi ndo niyatimize. Hicho ndicho Mungu anatafuta ndani yetu. Haijalishi. Nilipo ushuhuda mwaka jana hapa nilivyozika watoto wangu, wa kwanza, wa pili, wa tatu mfululizo. Wa kwanza aliishi miaka 3 tukazika, wa pili akazaliwa akafariki, wa tatu miezi 3. Nikamwendea Mungu, nilimpa vidonge. Sema unambana kwenye kona. Hakuna kona anayoenea Mungu, ndugu yangu. Nikaropoka hapo baadaye nikasikia uwepo wa Mungu unaondoka. Ninatubu kuanzia leo, lije jema lije baya, wewe Mungu ni namba 1 kwenye maisha yangu. Mapenzi yako na yasimame. Nikaanza kuona Mungu ananiinua toka mavumbini, ananipeleka kukaa na wakuu. Na baada ya miaka kupita ya kutosha, Mungu akatupa mtoto. Sasa hivi yuko la kwanza na wa pili, wadada wote wazuri. Nisikia amina mahali hapa. Unajua ninawapenda wale watoto. Yaani mpaka hata kusafiri nao uone kama vile na wataabisha. Nilikuwa nije na mke wangu mama angesema huyu bwana ana miezi 8 tu, kaa nyumbani mtoto wangu. Sasa unajua kuna wengine hapa hata muelewi ninachokiongea, kwa sababu ulipoingia kwenye ndoa tu kadungu hapo tu ukazaa. Yaani wewe huwezi kuona uchungu kama mtu aliyesubiri miaka 10 na kitu. Wahawe. Nyie mtanielewa, maana Mungu bila kupata mtoto, ndugu yangu alinijia dada mmoja wa Kia, niombe nini, uzazi umegoma. Mbona mdogo sana huyu? Umeelewa lini? Miezi 3. Mama, yaani uchungulia duti ndi Tanzania ya viwanda. Mimi nakwambia miaka 20-30 ijayo itakuwa Tanzania wote wao. Mwingine kanijia, niombe nini, uzazi umegoma. Unao wangapi? 5 tu. Wahawe. Waha safi. Kama una duka la madawa, usipeleke vidonge vya uzazi wa mpango Kigoma, utafilisika. Hivi nimefikaje kwanza huko? Unaona nasemaje kweli? Haleluya. Yesu akasema, Baba, kwa akili zangu na utashi wangu nirudi mbinguni, lakini mapenzi yako yatimizwe. Watu wa Mungu, Mungu atujalie kuwa na moyo wa aina hiyo. Mungu atujalie kuwa na roho ya aina hiyo. Mapenzi ya Mungu yatangulie mbele. Kusudi la Mungu litangulie mbele. Macho yetu ya mioyo yatiwe nuru. Sema amina iliyoshiba. Paulo anasema, ninawaombea wa Efeso, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo. Ayubu anasema, mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Wa Pentekoste, Mungu na awe namba 1 kwenye maisha yetu. Unamjuaje sana huyu Mungu? Ni kwa roho wake. Tumesoma ile andiko jana kwamba roho yeye hujua yote, naam hata mafumbo ya Mungu. Ndio maana mara zote huwa nasema, piga uwa garagaza kwa Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, sikuelewi. Ni rafiki yangu mpendwa, ni rafiki yangu wa karibu, na ndio yeye atakayetuchukua siku ya mwisho kutukabidhi kwa bwana harusi. Hebu mtu mmoja aseme amina kwa roho wa Bwana. Penda Roho Mtakatifu, tamani Roho Mtakatifu, mkumbatie Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Yeye ndiye ufunua makusudi ya Mungu kwetu, kile Mungu anakitaka kwetu. Mara nyingi wanasema hivi, wangapi mnamwamini Mungu hapa?
Hiyo ni rahisi sana kwa sababu hata mashetani wanaamini na kutetemeka. Si imeandikwa hivyo? Swali ni hili hapa, wangapi unaaminiwa na Mungu? Hilo. Kumwamini Mungu safi. Wangapi Mungu anakuamini kiasi kwamba awekeze ndani yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mungu hulifunua hata neno la Mungu kwetu. Unalisoma na ndani ya mistari unaanza kuona vilivyomo ndani ya ile mistari. Ndugu zangu, kama kuna kitu tunakitaka kukikumbatia kwa nguvu zote ni Roho Mtakatifu. Nisikie amina kubwa mahali hapa. Unajua kila mtu umedesainiwa kwa namna fulani ya kipekee, na kuna vipawa, kuna karama, au niseme kuna potential, kuna uwezo fulani Mungu amewekeza ndani yako. Tangu siku amekuumba, kuna vitu Mungu amewekeza ndani yako. Utavigunduaje hivyo vitu na kuviendeleza? Roho Mtakatifu. Narudia tena, Roho Mtakatifu. Yeye ndiye atavifanya viwe na matunda na manufaa kwa maisha yako. Kijana mmoja amenijia kanisani kwangu juzi, ananiambia, "Pastor, sasa hivi na viwanja mpaka nataka kusahau idadi yake. Nimempeleka mke wangu mpaka akasahau tulianzia wapi. Kumuonyesha kama unaweza hiki hapa, akaenda kile pale mpaka hivi kile cha kwanza kiko wapi kweli?" Amesahau. Dogo ananunua viwanja kama hana akili nzuri. Na ukimwangalia hivi huwezi amini kama ndio yeye. Alianzia wapi? Alikaa vizuri na Roho Mtakatifu, Mungu akampa wazo. Kuna ujumbe mmoja nilihubiri, nasema wazo moja la Mungu linatosha kubadilisha historia ya maisha yako. Wazo. Roho Mtakatifu akalishusha nunua eneo uuze mchanga. Jamaa kama Roho Mtakatifu utani mchanga kaya. Nunua eneo, akalinunua kwa 900. Akanijia, Mungu amenipa wazo la kununua eneo nianze kuchimbisha mchanga na uuza. Na mimi kimoyo shetani akaniambia, "Dogo kachanganyikiwa." Na mimi nikamwambia, "Achana na mimi shetani." Mimi anamjibu shetani hapo hapo. Akileta wazo bovu najibu kwa wazo positive. Tunaishana hapo hapo. Achana na mimi, wewe hujamleta hapa, wewe hujampa hilo wazo, Mungu ndo kampa wazo, timua. Nikamwambia, "Uwanja uko wapi?" Kanipeleka kwenye lile eneo. Mchanga tu mpaka tena aliyemuuzia kampiga 900. Maana huwezi kulima chochote, huwezi kufanya chochote, uwanja liko hovyo. Anaona kampiga, kumbe yeye ndo kapigwa. TDJX Mungu alimwambia nunua eneo fulani. Akamwambia Mungu, sasa lile eneo hata sina, nunua lile eneo. Sasa wewe nunua lile eneo, akanunua lile eneo. Tena alinunua kwa bei ambayo aliyemuuzia aliona amempiga. Ndani ya miezi 3 wakaja watu wa serikali wanafanya utafiti wa mafuta. Unajua nini? Kwenye eneo alilonunua ndipo pakaonekana pana mafuta mengi. Nilijua mtasema amina. Siku hizi nitakuwa nasema amina mimi mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wangapi bado wapo mahali hapa? Kwa Marekani ardhi ni ya mwananchi. Wakigundua madini yoyote kwenye ardhi yako, unaingia ubia na serikali. Serikali inaleta mitambo, kila kitu inachimba, kazi yako wewe ni kupata share yako. Uhangaiki, hela inaingia benki. Aliyemuuzia eneo akasema, bana kuna mtu ananielewa mahali hapa? Nikaenda kuliombea lile eneo. Tunazunguka kwenye lile eneo kama vile wewe. Wanaopita barabara wanaenda cheese. Maana nimekazana kweli, mchanga na kuamuru uzwa. Magari yote yakahama, njoo. Aleta magari hapo wapi? Magari cheese. Kumbe ukiachilia vitu kwenye ulimwengu wa roho, neno la Mungu halina umbali. Halifungwi na umbali. Dada mmoja alinipigia simu Marekani. Kafuatilia YouTube klipu zetu zikambariki, kapiga simu kwa WhatsApp. "Bwana asifiwe, mimi mwenyewe natokea huko, unaona? Sasa hivi niko Marekani." Yaani anaweka swaga fulani Marekani, Marekani. Wadada mnamkwala. Yaani kama umetokea isikizi, yani unaongea kwa bumps. Akija mjini tu, "Mbona unachanganya?" Huyu Yesu. Mamangu ana kansa, wamempima, ana vimelea vya kansa. Unajua kansa? Nikamwambia naijua kansa, ila mimi sina kansa. Ila huwa natoa kansa.
Oh yeah. Sema muombee, na mimi nikamwambia nitamuombea. Akakata simu, ikapita miezi miwili, simu ikaingia, nikasema yule mama kafa nini? Nikamwambia shetani achana na mimi. Unajua shetani waga ni ajabu kweli. Cha kwanza kukupa ni kile ambacho kinaogopesha ili kukuvunja moyo. Yule mama kadede, achana na mimi wewe. Halo? Mchungaji, baba ubarikiwe, mama ameenda kupimwa, hakuna kansa hata moja. Na mimi nikasema yes. Hebu mpe Yesu makofi yaliyoshiba. Unajua nini? Ninapoendelea kuongea hapa, kuna wengine wale mlikopo asubuhi, wakati tunahubiri neno, kuna watu walipokea uponyaji. Na ninapoendelea kuongea mahali hapa, kuna wengine una shida, una ugonjwa, una tatizo. Niliwaambia asubuhi tulikuwa Kasulu, naendelea kuhubiri, dada mmoja alikuwa amevimba uvimbe kwenye mkono, uvimbe uliyeyuka katikati ya mahubiri, mkono ukawa vizuri kabisa. Mwingine Kahama alikuja pale kanisani kwenye kisigino, pamevimba uvimbe, wakati naendelea kuhubiri, uvimbe ule ukayeyuka wote ukaisha. Na nasema namna hii, kuna wengine huko mali hapo unanisikiliza sasa hivi ninapoongea, wewe unaifuatilia hiyo shida, utashangaa ulikuwa na kichomi kimechomoka, ulikuwa na shida ya mgongo imeondoka. Kadiri tunavyoendelea, Yesu yuko mahali hapa anagusa watu wake. Yule tu aliyenielewa aseme amina iliyoshiba. Nasema aliyenielewa aseme amina iliyojaa. Mpe Yesu makofi mazuri sana jioni hii ya leo. Ora sata rabashika. Yule mama kansa ya maziwa ikaondoka. Anipigia simu asema baba naandaa nauli nije Tanzania nikuone, na mimi nikasema njoo mama, utanikuta Kahama, mtoto wa Kinyamwezi nimejaa. Hebu mtu mmoja aseme roho ya hekima na ya ufunuo. Roho ya hekima na ya ufunuo. Sasa Paulo anaendelea kusema Mungu awajalie roho ya hekima na ufunuo ishuke juu yenu. Alafu anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Nuru. Unifuate vizuri. Moyo ni nini? Anaposema moyo hamaanishi moyo unaosukuma damu, huwa una macho. Ni kusukuma damu. Biblia inaposema moyo, maeneo mengi inamaanisha nafsi. Maeneo mengi inamaanisha nini? Nafsi. Maeneo machache inamaanisha mtu wa ndani. Wewe uliyemo humo ndani, wewe uliye roho. Si unajua mtu ni roho, ana nafsi, kisha anakaa ndani ya mwili, si ndio? Paulo akasema kuna siku tutavuliwa miili hii ya kuharibika, tutavikwa miili isiyoharibika. Kumbe sisi kwenye miili hii tumewekwemo, ipo siku tutachomolewa, tuwekwemo kwenye miili isiyoharibika. Haleluya. Sasa anaposema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Unajua tunawasiliana na ulimwengu huu wa mwili kupitia milango mitano ya fahamu kwenye mwili huu. Tunawasiliana na Mungu wa mbinguni kupitia mtu wa ndani. Huyu mtu wa nje anatupa mawasiliano na dunia inayotuzunguka, mazingira haya tunayoyaona. Mtu wa ndani anatupa access, mawasiliano na Mungu aliye roho. Vya mwilini tunawasiliana navyo kwa mwili. Yeye aliye roho tunawasiliana naye kwa roho zetu. Asa Paulo anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Ngoja niseme hivi, kama ambavyo una milango mitano ya fahamu kwenye mwili wako, kwa mtu wako wa nje, vile vile unayo milango hiyo mitano ya fahamu kwa mtu wako wa ndani, kwenye roho yako. Na ndio maana kwa wale ambao washakachukuliwa kwenye maono, akatoka kwenye mwili ukabaki, akapelekwa mbinguni, anakuambia vile vitu kwamba nikaona, maana yake ana macho yanaona. Nikasikia sauti, maana yake ana masikio. Nikaona nikasikia harufu ya manukato, maana yake ana pua. Ezekieli na Yohana wanasema walipochukuliwa kwenye maono wakalishwa gombo, lilikuwa tamu kama asali mdomoni, maana yake mtu wa ndani ana kinywa, na tumboni lilikuwa chungu kama pakanga. Kama ulivyo nje na mtu wako wa ndani ndivyo alivyo. Cha kusikitisha sana,
Nje milango yote inafanya kazi, ndani kuna baadhi ya milango haifanyi kazi. Roho ya hekima na ya ufunuo inaamsha milango yako mitano ya ndani ifanye kazi kwenye ulimwengu wa roho. Na wiki hii kuna watu unaenda kuwa activated kwenye roho yako. Unaenda kuamshwa mtu wako wa ndani. Hey, unaenda kuwa na mawasiliano kwenye ulimwengu wa roho kwa namna hujawahi kuiona. Yule tu anayenifuatilia vizuri ampe Yesu amina iliyoshiba. Haleluya kanisa la Bwana Yesu. Nimesema haleluya kanisa la Bwana Yesu. Yako masikio ya ndani yakifunguka, na ndio maana mtu aliyefunguliwa masikio ya ndani unaweza ukasikia sauti halisi ya Mungu ikiongea na wewe, na ukaisikia kabisa kama ninavyoongea mimi, lakini ukiuliza wengine wanasema mbona hatujasikia chochote. Unafikiri ulisikia kwa masikio haya, na kumbe ni mtu wako wa ndani amefunguliwa masikio yake, unasikia vile ambavyo wengine hawavisikii. Mwingine anasema na pua ya ndani ipo Nimeamka siku moja nyumbani kwangu. Majuzi tu hapa alikuwa mkuja mtoto wa dada yangu kunitembelea, kabinti kanasoma shule huko Kagera. Asubuhi nimeamka napita kwenye corridor, ilikuwa Jumamosi, sitaisahau. Nikasikia harufu ya mauti kabisa. Nikasmell harufu ya mauti. Nikasema kuna mtu amepaka mafuta gani ndani leo? Baadaye nikapuuzia. Binti akaniaga, anko nenda shule, akaambia ubarikiwe na Bwana. Kaondoka kaenda kuchukua usafiri. Wanatoka stendi kufika tu pale panaitwa Manzese. Kifua kinamuuma, ni kama mtu anichembe moyo sijui. Inamuuma na nasikia ni kama kuna kitu kinabana ndani. Akaomba ashushwe, akamweka kwenye bajaji, akamrudishia nauli. Wakati huo mke wangu alikuwa anaenda mazoezi. Na nilitaka nimpeleke zoezi, mimi niende zangu mjini kwa shughuli zingine afu nirudi nyumbani. Nikawa nasikia tu uvivu wa kwenda. Mke ananiambia bwana nachelewa zoezi, namwambia ngoja kwanza. Nachelewa zoezi, bali kamwambia hebu wewe nenda, alafu baadaye ukimaliza zoezi utaniletea gari na mimi niende mjini. Kumbe kule kuchelewa ndio yule binti anatelemshwa. Mke wangu anatoka kuingia lami tu namna hii, bajaji inasimama inampiga mkono, anamtelemsha binti yuko ameinama, yuko hoi. Na kumbe kama nusu saa iliyopita ningeamua kuondoka na mke wangu, huyu binti alikuwa anakosa mtu nyumbani na alikuwa anaondoka. Mke wangu kampakia kamrudisha mpaka nyumbani, anapiga honi, nachungulia nyumbani, njoo mtelemshe. Nani? Kwenda kufungua mlango, binti yuko flat kwenye siti ya abiria. Beba ingiza ndani. Kemea. Ndio nikakumbuka ile harufu ya mauti niliyosikia asubuhi. Binti alikuwa anaondoka, tunaona hivi. Jiandaa haraka ingiza kwenye gari, tunaenda hospitali. Amekaa siti ya nyuma, amepakatiwa na binti mwingine wa nyumbani kwangu. Ghafla yule binti alikatika hapo. Naita Bena wapi? Yaani yuko tu. Nikamwangalia mke wangu, naye ananiangalia. Yaani macho tu yananiambia tayari. Nilikanyaga mafuta, nikasema trafiki watanifuata hospitali. Nikaweka mkono, nimemwekea mkono huku naendesha. Ndugu yangu, nilikuwa nakandamiza maombi ya kunena kwa lugha na kuvunja roho ya mauti. Bena kimya. Nikasema na kuamuru rudi. Akashtuka. Nikasema ameshtuka. Na mimi nikanyoosha, maana pale kwenye speed pameandikwa 180. Sasa kama kiwanda kimeandika 180, maana yake ni vizuri kuitendea haki 180. Oh haleluya. Nilikuwa nalala nazo tu kwenye kona. Nikiangalia akitaka kwenda uendi. Kavunja ile roho, fikisha hospitali, telemsha, ingiza kule. Hapo sijui nini na nini, pima. Daktari akasema ana madonda ya tumbo severe, yamekuwa mpaka yani ni hatari. Piga madawa, drip, ushindilia dozi. Lakini hapo bado hawajapima, ila kwa dalili wanasema hii ni madonda ya tumbo yale makali. Kesho yake asubuhi akampeleka Kwema ambako ndo kuna kipimo kikubwa cha madonda ya tumbo. Unajua nini? Madonda ya tumbo hakuna, malaria hakuna, typhoid hakuna kila kitu. Usiku wake tulishughulika pale nyumbani kama masaa mawili. Na vunja roho ya mauti na kutangaza binti hata kufa bali ataishi na kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Na mpaka naongea sasa hii binti ni mzima wa afya njema.
Kesho yake nimeingia kanisani, Mungu akanikumbusha ile roho. Nikasema wote mnaosumbuliwa na roho ya mauti simama juu. Palikuwa na kitimtimu. Palikuwa na kitimtimu. Watu wengi walisimama wanafuatiliwa na roho za mauti. Nguvu ya Mungu ilitembea, operation ilitembea. Nilikuwa na hasira na roho ya mauti ndugu yangu. Unataka kuwa ni mtoto wa sister yangu? Hebu mtu mmoja aseme amina mahali hapa. Na jioni hii leo kama kuna roho inakusumbua ya mauti, tunaenda kuivunja kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mtu mwingine anasema kuna hisia za ndani. Ina maana mtu anahisi kwa ngozi. Kuna ngozi ya mtu wa ndani. Kuna hisia za ndani za mtu wa ndani ambazo Mungu anataka ziwe activated. Na hizo hisia zikiwa hai ndizo ambazo zinakuunganisha na ulimwengu wa roho kwa haraka sana. Kina mama wamepewa sana hiyo mlango huo wa hisia. Na ndio maana hata kwenye ndoa mama ana uwezo wa kumwangalia tu mume wake mara moja halafu akagundua kuna shida ila hajui ni shida gani. Mimi nilifika na kina mama watasema amina, kumbe wote hapa ni wanaume. Mama ana uwezo wa kumwangalia rafiki yako hivi machoni mara moja tu, baadaye akakwambia baba fulani huyu mtu sio mzuri. Umejuaje? Yaani basi tu naona sio mzuri. Mjuaje? Wewe mtu umemwona leo? Amba sio mzuri, utaniambia baada ya miezi kadhaa amekudhulumu, unarudi nyumbani. Yaani rafiki yangu damu kabisa kanidhulumu. Si nilikuambia lakini. Halo? Wangapi bado wana ratiba ya kunisikiliza jioni ya leo? Hisia ya ndani. Unajua hisia ya ndani ndio inakupa uhakika wa vitu vya kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mfano, wangapi mmeokoka hapa? Wangapi umezaliwa mara ya pili? Lakini mtu akikwambia hebu niambie, sasa kuzaliwa mara ya pili ni nini? Utamsimulia kulingana na Biblia. Yaani ni kumpa Yesu maisha, halafu napata badiliko la ndani. Lakini rangi hujabadilika, sura hujabadilika, huko yule yule. Sasa ulipozaliwa, yani ulizaliwaje? Unaisha tu, yani ni ile nani? Unajua yani unajua ndani yako, lakini namna ya kale kaelezekake wa kuelewa wengine huwezi, ila una uhakika. Na ndio hiyo ambayo Paulo anawaambia Warumi kwamba Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Yaani una uhakika nao, huna shaka, na unajua unaenda mbinguni na hujawahi kwenda, hujui hata mbinguni pako wapi. Mungu mwenyewe hujawahi kumuona, malaika hujawahi kuwaona, Yesu hujawahi kumuona, ila unajua naenda. Kuna mtu anaweza kusema amina yenye afya hapa? Yaani ndani yako una uhakika. Ile hisia ndio ambayo inakusababisha hata unapoinua mikono juu, kama hisia zako za ndani ziko activated, ukiweka mikono juu unasikia tu reba baba. Na wale ambao hawana hisia wanabakia, bwana kuna nini hapa? Ujue huyo mtu hana hisia za ndani. Na wanaume ndio wake tunaua sana huo mlango. Watakani mwanaume mambo ya wanawake. Ngoja nikwambie, wewe unajifanya una ndevu, ni ndevu ziko leo. Yesu akirudi unapigwa shela wewe na mke wako wote kwenye Arusha Mwanakondoo. Na mtoto wako anakuijia, baba na wewe umevaa shela, ambia achana na mimi wewe, vipi wewe? Hebu nisikie amina iliyoshiba mahali hapa. Lakini kina mama wamepewa hiyo kuanzia mwilini, wanahisia mpaka mtu wa ndani. Na ndio maana dini yoyote ikifunguliwa, wateja wa kwanza kina nani? Wamama. Iwe nzuri iwe mbaya, yani wako connected na ulimwengu wa roho kwa haraka sana. Na ndio maana tukienda kijijini, wachawi wengi ni kina nani? Kina mama. Wamama, haleluya. Wamama, haleluya. Na ndio maana hata wenye mapepo wengi kanisani kina nani? Kina mama. Sio kwamba wana dhambi nyingi, hapana, wanajua kukua connected kwa haraka, ila ukikosea frequency ndio hapo kwenye ushirikina sasa. Asa Mungu anataka activate hiyo iende kwake yeye. Nasema iende kwake yeye.
Ni kiasi cha kugeuza tu dishi kidogo, unanasa frequency za mbinguni. Kanisa lililo hai ni wale ambao wana hisia za ndani ziko hai. Unaingia unamfeel Mungu hata pale ambapo wengine hawamsikii, lakini wewe uko connected naye. Hebu nisikie amina iliyoshiba mahali hapa. Wangapi unataka roho wa Bwana aamshe hiyo ndani yako wiki hii? Oh yes, kama ni wewe sema amina iliyoshiba. Hebu mpe Yesu makofi yaliyojaa. Bwana Yesu na asifiwe. Hebu mgeukie jirani yako gonga 5 mwambie wow. Mgeukie na wanyuma hata kama ni mama mkwe mwambie wow. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuonja kwa ndani. Ungesema ulimi ndio unaonja, kuna ulimi wa ndani upo. Na ndio maana unaweza ukaenda sehemu mtu anahubiri neno la Mungu, anafungua Biblia ile ile, lakini ndani unasikia hamna. Manake test yake, ladha yake inakataa. Hujawahi kuona kuna mtu anahubiri kabisa kwa Biblia, lakini ukisikiliza unashangaa havimezeki. Maana yake ni kinywa chako cha ndani kimekuwa activated. Paulo na Filipi pale na ubiri, kijakazi anatoa unabii wa kweli kabisa. Hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai, wakiwahubiria habari za njia ya wokovu kwa siku kadhaa. Paulo akasema mbona hii si haimezeki? Kweli sisi ni watumishi, kweli tunahubiri, lakini mbona hii haimezeki? Akasema kama haimezeki kuna spirit nyuma yake sio nzuri. Hey, fumba kinywa mtoke. Na ndio maana sio kila unabii ni wa kupokea. Lazima usikilize ndani kinamezeka. Hivi naongea na watu mahali hapa. Hata mtu aje akutabiriwe, ninakuona umeinuliwa, utakuwa na magari 35, utakuwa na maduka 22. Kama haimezeki ikatae. Usiruhusu ingie kwenye system yako. Ukiimeza umemeza sumu ndugu yangu. Mtu wetu wa ndani na awe active. Kama kuna watu wananifuatilia wampe Yesu amina iliyoshiba. Hallelujah. Kanisa la FPCT Shalom Temple lililoko mjini Kahama limekuandalia kambi ya vijana itakayofanyika kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 29 mwezi wa 6 2019. Na masomo yatakayofundishwa ni utumishi na kijana na utandawazi na athari zake, yatakayofundishwa na mchungaji Dr. Zakayo Nzogere kutoka jijini Mwanza. Uchumba hadi ndoa na somo la mabinti yatakayofundishwa na Mama Balole kutoka jijini Mwanza. Roho Mtakatifu, somo litakalofundishwa na Pastor 6 wa kanisa la FPCT Shalom Temple, pamoja na somo la afya. Na somo hili litafundishwa na madaktari bingwa kutoka hospitali ya rufaa ya Nkinga, akiwemo Dr. Tito Chaula ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na daktari bingwa Yohana Masonda ambao watafundisha na kutoa ushauri wa kitaalamu. Timu ya madaktari hao bingwa na wauguzi kutoka hospitali ya rufaa ya Nkinga watakuwa na kliniki ya wiki moja hapo FPCT Shalom kwa muda wote wa kambi, wakifundisha na kutibu. Hivyo wagonjwa wote wanaohitaji kuonana na madaktari bingwa kwa uchunguzi, ushauri na tiba wanakaribishwa. Na siku zote za kambi zitasindikizwa na mwimbaji wa kimataifa Boaz Duncan kwa nyimbo zenye upako wa Roho Mtakatifu. Ada ya kambi kwa kila mshiriki ni shilingi 16,000 tu, ambapo kila mshiriki atapata chai, chakula cha mchana na chakula cha usiku. Na gharama hii nafuu imewekwa ili watu wote waweze kushiriki. Watakaoshiriki wote wanatakiwa kufika tarehe 24 mwezi wa 6 2019 kwa ajili ya usajili, na vipindi vitaanza siku hiyo hiyo. Kanisa liko Kahama mjini, mtaa wa Nyihogo, eneo la Mnazi Mmoja, karibu na studio ya Kichomi. Ukivuka studio ya Kichomi, ulizia FPCT Shalom Temple. Vijana wote mnakaribishwa na Mungu awabariki. Kanisa la FPCT Shalom Temple liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini. Unavuka pale njia panda ya Dolphin, unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji. Ukishavuka halmashauri ya mji, mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya vumbi na barabara ya pili ya vumbi. Barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa Mnazi Mmoja, na kisha utavuka studio ya Kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30. Utakata mkono wako wa kushoto kona ya kwanza tu,
na ndipo utaliona kanisa kubwa mbele yako, basi utakuwa umekwisha kufika FPCT Shalom Temple. Nitafurahi kuwa pamoja nawe, nitafurahi kututembelea, nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja. Mungu akubariki sana.